wanapiga kelele wakimtukuza Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wokovu umezaliwa duniani, na wewe kama wokovu umezaliwa ndani yako, ungempigia Yesu makofi kuashiria kwamba niko huru kwa jina la Yesu. Haleluya. Unajua Krismasi kwa miaka kadhaa nilikuwa sisherehekei kama sikukuu, na nilikuwa sifanyi hivyo kwa sababu ndio ulikuwa utaratibu wangu, na sio utaratibu wangu, ulikuwa ni utaratibu wa imani yangu. Hata jana niko pale Kariakoo, kuna watu fulani wakaanza kuniuliza, hebu tuambie Krismasi imeandikwa wapi kwenye Biblia? Haleluya. Haleluya. Krismasi imeandikwa wapi kwenye Biblia? Neno Krismasi kwanza ni la Kiingereza. Sijui kama tunafahamu hilo. Kiswahili chake ni nini? Kiswahili chake ni nini? Anyway, leo tarehe 25 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Hiyo ni kalenda ya dunia nzima ambayo inatumika. Kalenda ya Kiarabu au Waislamu wanaoitumia leo ni tarehe 4 mwezi, naweza kuniambia mwezi Rajab mwaka 1447. Haleluya. Maana yake Yesu alizaliwa kabla ya Muhammad, si ndio? Na wote tunajua hilo. Maana yake ilichukua miaka 600 kutoka kuzaliwa Yesu Kristo mpaka Muhammad. Lakini ukipiga kwa kalenda ambayo inatumika leo ya tarehe 25 mwezi wa 12 na tarehe 4 mwezi Rajab ambao ndio mwezi kwao, mwezi wa Rajabu ni mwezi wa ngapi? Hiyo ni shule nyingine. Haleluya. Utakuja ukitoa mwaka 2025 na 1447 utapata miaka 578, si ndio? Miaka 578 na sio miaka 600. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nisikuchanganye. Hebu naomba turudi kwenye Christmas. Jana tulikuwa tunaongelea kusudi ama mpango wa Mungu wa kumleta au wa kuzaliwa Kristo duniani. Haleluya. Kusudi ama mpango wa Mungu wa kumleta Kristo duniani. Nikasema kwamba mpango wa Mungu wa kumleta Yesu Kristo duniani ilikuwa ni kumrudisha mwanadamu kwenye asili yake ya kwanza. Haleluya. Kurudi mahali alikokuwa, mahali alivyokuwa. Waislamu waga wanasema kwamba mtu akifa wanasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kwamba sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu na sisi sote kwake tumetoka na kwake tutarejea. Kuna watu waliotoka kwa Mungu hapa? Kuna watu waliotoka kwa Mungu hapa? Manake kama ulitoka kwa Mungu, asili yako ni asili yako ni nini? Asili yako ni ya kiungu. Kwa sasa Mungu tayari uharibifu umeshatokea duniani. Tayari dhambi imeshamuondoa mwanadamu kwenye asili yake. Mungu anaanza kutengeneza mazingira
ya kumrudisha binadamu ama mtu kwenye asili yake. Nikaongelea mazingira ambayo Yesu ili aweze kuzaliwa. Nikakwambia mtu mmoja anaitwa Joakimu ambaye alikuwa ni babu yake ama baba mzazi wa Bikira Maria, na mama mzazi wa Bikira Maria alikuwa anaitwa Ana. Hawa watu walikuwa wanaishi maisha matakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu, na ifahamike ya kwamba hawa watu walikuwa kwenye jamii inaitwa jamii ya watu wa Essenes. Hii jamii ya watu wa Essenes ni watu ambao walikuwa wanaishi, wanaamini kwamba ipo siku Mungu atavaa mwili na ataishi pamoja na wanadamu. Haleluya. Kwa hiyo wakawa wanaishi, wanaandaa mazingira, wanaandaa utaratibu mahali ambapo Roho wa Mungu atakuja kukaa. Huyu Joakimu kwenye Qur'ani wamemwandika kama Imran. Kuna surati Imran, inaitwa Surat al-Imran. Ukisoma kabisa ni sura nzima ambayo inaongelea habari na historia ya maisha ya huyu Imrani ambaye alikuwa ni baba yake na Yesu. Babu yake na Yesu ambaye ni baba yake na Bikira Maria. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu Imrani alikuwa ni mtu ambaye hajapata mtoto kwa muda mrefu pamoja na mke wake Ana. Wakawa wanamuomba Mungu wapate mtoto. Imrani au Joakimu anamuomba Mungu ampatie mtoto wa kiume. Haleluya. Haleluya. Lakini mazingira yanakuja kutokea, Joakimu analetewa taarifa na malaika. Anaambiwa ya kwamba utapata mtoto. Hakuambiwa ni mtoto gani, ila aliambiwa mke wako atapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na huyu Ana, na yeye ameendelea kwenye maombi ya kuweza kumuomba Mungu ampatie uzao katika tumbo lake. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema kwamba Joakimu wakati ameenda hekaluni, ilionekana mtu yoyote ambaye alikuwa hajapata mtoto kwa wakati ule ilikuwa hawezi kuchanganyikana pamoja na wanaume wenzake. Alikuwa anaonekana ni najis, ni mtu ambaye alikuwa anaonekana hafai. Kwa siku moja anaenda hekaluni kwa ajili ya kumuomba Mungu pamoja na kutoa sadaka, akafukuzwa kwa maneno, wewe mwanaume gani? Akaondoka. Alivyoondoka akaenda mahali akajichimbia kuanza kumuomba Mungu aweze kumuondolea aibu iliyokuwa imempata. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati anaendelea kuomba, malaika wa Bwana ndipo anapomtokea. Alivyomtokea anarudi nyumbani kwake. Kumbuka ya kwamba pamoja na Ana pia Mungu malaika ameshasema naye. Kwa hiyo alivyofika mambo yakaendelea. Hebu sema mambo yakaendelea. Mambo yalivyoendelea, Ana akashika mimba. Haleluya. Narudia tena, kuna terminology mbili hapa unatakiwa ujue kuzitofautisha. Kuna kushika mimba na kuna kuchukua mimba. Tunaelewana? Kuna kushika mimba na kuna kuchukua. Bikira Maria pamoja na Elizabeth hawakushika mimba. Walifanya nini? Bikira Maria pamoja na Elizabeth walichukua mimba, lakini Ana alipata mimba, akazaliwa mtoto anayeitwa Bikira Maria. Haleluya. Wakati anazaliwa Bikira Maria, hii jamii ya watu wa Essenes
waliokuwa wanatengeneza mazingira ya mahali ambapo Masihi Kristo Yesu atazaliwa, wakaanza kutafuta wanawake walio safi au mabinti walio safi ili waweze kuandaliwa kwa ajili ya kumzaa Yesu Kristo. Najua bado hujaelewa. Haleluya. Haleluya. Wakati Bikira Maria anafikisha miaka 3, wazazi wake walimpeleka hekaluni kwa sababu waliweka nadhiri, wakipata mtoto atakuwa ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo alivyofikisha miaka 3, Bikira Maria akapelekwa hekaluni. Maisha yake yakawa ni kule. Maana yake kama kuna mtu, Qur'ani inasema hivi, hakuna mwanamke bora duniani aliyetokea, atakayetokea na aliyekuwepo kama Bikira Maria. Haleluya. Haleluya. Bikira Maria anakaa kule hekaluni akiwa anahudumiwa na malaika, anafundishwa na malaika, anapiga stori na malaika, anaongea na malaika. Yaani yeye mambo yake yalikuwa ni kufanya na malaika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unafika wa miaka, anafikisha Bikira Maria miaka 13, 14 mpaka 16. Haleluya. Wale wazee wa Essenes wakiongozwa na kuhani wao Isaka wakasema kwamba Bikira Maria hawezi kuendelea kuwa peke yake, tayari ameshakuwa ni binti. Inabidi ufanyike mchakato aweze kuolewa. Haleluya. Wakati unafanyika mchakato, ulikuwa ni utaratibu wa Wayahudi wa kipindi kile. Wakakusanya vijana ambao walikuwa bado hawajaoa, wakakusanywa na wanaume ambao wake zao wamefariki. Unanielewa? Walivyokusanywa, zikakusanywa fimbo zao. Zile fimbo zikaombewa ili zipelekwe hekaluni mahali Bikira Maria aliko, alafu fimbo itakayochukuliwa na Bikira Maria ndiye mwanaume atakayemuoa. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hawa wanaume waliopeleka fimbo, miongoni mwao alikuwepo na huyu Josefu, Yusufu. Haleluya. Yusufu wakati huo alikuwa na miaka 36. Bikira Maria alikuwa na miaka kuanzia 14 mpaka 16. Na ifahamike ya kwamba Yusufu au Josefu alikuwa ni mgani. Haleluya. Alikuwa tayari ana watoto, alikuwa tayari ana familia, lakini mke wake alikuwa ameshatangulia mbele za haki. Ila fimbo yake imefanyaje? Imeenda, kwa sababu alikusanya watu wa aina hiyo. Kwa hiyo katika kuchagua fimbo, Bikira Maria akawa amechagua fimbo ya Josefu. Haleluya. Josefu ama Yusufu akaogopa, kwa sababu yeye umri wake ulikuwa ni mkubwa kuliko Bikira Maria. Akasema kwamba mimi huyu mtu nitafanya nini wakati mimi nina watoto ambao nilika na Bikira Maria? Haleluya. Kwa hiyo ikabidi ufanyike utaratibu wa kutafuta mazingira mahali ambapo watakwenda kuishi na Bikira Maria, tofauti na nyumbani kwake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunatafuta mazingira ya mpaka Yesu anazaliwa. Sijui kama unanielewa. Ya mpaka Yesu tunajuaga tu kwamba Bikira Maria akatokewa na malaika, atachukua mimba, atamzaa. Hujui Bikira Maria yeye ametoka wapi na historia yake iko vipi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati
wakati Yusufu ama Josefu anaanza kufikiria na kuwaza kwamba itakuwaje mimi mtu mwenye miaka 36 kwenda kuishi na mtu mwenye miaka 14 mpaka 16. Ilikuwa ni changamoto sana kwake. Lakini sio kwamba wakati huo huo aliweza kumchukua na kuanza kuishi naye. Hapana. Bado Bikira Maria alibaki hekaluni akiwa anaendelea kuishi. Haleluya. Wakati anaendelea kuishi Bikira Maria akiwa hekaluni. Haleluya. Hebu soma kitabu cha Mathayo. Biblia ndipo inapoanzia kuandika sasa. Hapo kwenye kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Natamani nipate msomaji mzuri ili tuende haraka na muda. Kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18. Anzia 18. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mama yake na Yesu alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana. Aya, tutafakari wote. Kabla Yusufu hajamkaribia Mariamu, tayari Mariamu alionekana kuwa na mimba. Haleluya. Na ifahamike, bado Mariamu hajaanza kuishi na Yusufu, bado yuko hekaluni, lakini tayari ameonekana ana mimba. Wale wazee walivyoona huyu mtu ana mimba, wakasema ametenda dhambi. Hawakuelewa wala hawakujua kwamba huyu amepata mimba au amechukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa kuepukana na zile kelele ambazo zilikuwa zinaendelea kwenye migogoro ya hapa na pale, Bikira Maria ikabidi aondoke pale hekaluni na kukimbilia sehemu moja inaitwa Yudea, sehemu ya milima, ambapo alikuwa anaishi mtu mmoja anaitwa Elizabeth. Haleluya. Elizabeth pamoja na Bikira Maria ni mtu na binamu yake, wa mjomba na washangazi. Haleluya. Kwa hiyo amekimbia kule kuyakimbia maneno ya wazee, kuyakimbia maneno ya makuhani, kukimbia maneno ya majirani. Watu wanaanza kusema, angalia huyu binti aliyekuwa anasifika kwa uhodari, anasifika kwa utakatifu, hatimaye amekamatwa na uzinzi. Unajua ndio alivyosema? Hawezi kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema huyu mtu ametenda nini? Dhambi. Lakini kiuhalisia na ukweli ni kwamba tayari amechukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hapa Biblia hajatuambia kwamba ulikuwa ni mwezi gani, ilikuwa ni tarehe gani, ilikuwa ni nini. Hapana. Ila alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Maana yake bado hajaenda kwa nani? Kwa Elizabeth. Tayari Mariamu ana mimba. Na wakati Mariamu anakwenda kwa Elizabeth, ameenda kumkuta Elizabeth, alivyomsalimia tu kitoto kikaruka tumboni. Na Biblia inasema kwamba wakati Mariamu anakwenda kwa Elizabeth, amemkuta Elizabeth akiwa na mimba ya miezi mingapi? Hapana. Unaona tunavyojua? Haleluya. Ni 6. Tunajua ni 6. Hivi ni kitabu gani? Luka. Soma Luka. Luka mstari wa ngapi? Sura ya kwanza. Mstari wa
sura ya kwanza mstari wa, hebu nisome mstari wa 39. Akaondoka siku hizo akamwambia Elizabeth. Tumbo la nani? Hebu ngoja kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumbo la nani katoto kaliruka? Jamani, tutafakari. Unajua ndio kweli, tutafakari. Tusio tunasoma tu Biblia hapo tunaondoka kama tumesoma gazeti. Ni lazima tutafakari alafu tuelewe. Unajua tunakutana changamoto huko mitaani. Unauliza swali unashindwa kujibu. Hebu tuambieni, kitoto kiliruka kwenye tumbo la nani? La nani? La Elizabeth. Haleluya. Kitoto kiliruka kwenye tumbo la Elizabeth. Ifahamike, narudia tena, ya kwamba Bikira Maria wakati anaondoka kwenda kwa Elizabeth tayari alionekana na nini? Alafu nataka tupige hesabu. Unajua kuna watu hata huko juzi jana wameniuliza, waniambia inawezekanaje mimba ya Yesu ichukuliwe mwezi wa 6 izaliwe mwezi wa 12? Kuna mimba ya namna hiyo? Miezi mingapi? 6. Kanaishi hapo? Kwa uwezo wa Mungu kanaishi. Haleluya. Kwa uwezo wa Mungu. Haleluya. Tunasema hivyo kwamba kwa Yesu kwa sababu alikuwa kama Mungu, ni lazima lifanyaje? Aliishi. Lakini Bikira Maria wakati anakwenda kwa Elizabeth, Biblia inasema kwamba tayari alionekana amepata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Anakwenda kwa Elizabeth, anamsalimia Elizabeth, naye aliyekuwa tasa kwa miaka 20, kitoto kinaruka tumboni mwake. Unajua kama Elizabeth alikaa miaka 20 akisubiria kupata mtoto? Unajua hilo? Alikaa miaka 20 akiwa anasubiria kumpata nani? Mtoto wa Elizabeth nani? Nani? Amekaa miaka 20 anasubiria kumpata Yohana. Na hiyo miaka 20, miaka karibia 10 amekaa mafichoni, kwa sababu watu jamii ya Essenes na watu jamii ya Pharisees pamoja na Sadducees walikuwa hawaelewani. Kwa hiyo hawa Essenes, huyu Elizabeth alikuwa ni jamii ya Essenes. Kwa hiyo amekwenda kufichwa kule na mume wake Zakaria ili asiuawe na watu wa Sadducees. Umeelewa? Kwa hiyo kule alipokuwa amekaa, sio amekaa kwa sababu ni kwao. Alikuwa amekaa kwa sababu anaogopa mauti ya watu wa Sadducees. Kwa hiyo wakati yupo kule, Mariamu anakwenda kumkuta kule, anamsalimia, tayari kitoto kinaruka. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya tumbo la Mariamu palikuwepo na mwenye kutoa watoto kwa jina la Yesu. Kwa sababu ndani ya tumbo la Mariamu palikuwepo na mtoto mwenye kufungua matumbo yaliyokuwa tasa kwa muda mrefu. Nataka nikwambie ya kwamba Yesu peke yake ilikuwa inatosha kuweza kuweka uhakika wa Elizabeth kupata mtoto, hata kama angekuwa na miaka 200. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa angalia miujiza ya Yesu inaanza kufanya akiwa wapi? Akiwa wapi? Nataka tupate wakati gani Bikira Mariamu anakwenda kumtembelea Elizabeth. Elizabeth alikuwa na mimba ya miezi mingapi? Sio 6. Twende soma mstari wa 46.
moyo wangu wamwadhimisha Bwana na roho yangu imemfurahia Bwana. Ametazama unyonge wa mjakazi wake. Vizazi vyote watamuita Bikira Mariamu ni nani? Ni mbarikiwa. Mwenye nguvu amenitendea makuu. Twende. Twende haraka Melina. Twende. Twende 59. Siku ya 8 anakwenda kutahiriwa. Huyu ni Yohana Mbatizaji. Huu ni mstari gani hapa? Kuna mstari unasema Bikira Mariamu wakati anakwenda kumtembelea Elizabeth alikuwa na mimba ya miezi 5. Haleluya. Alikuwa na miezi mingapi? 5. Na Bikira Maria amekaa kwa Elizabeth miezi mingapi? Akawa ameondoka. Kwa hiyo kama Bikira Mariamu alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kabla hajakwenda kumtembelea Elizabeth, maana yake huyu alikuwa na mimba tayari. Anakwenda kwa Elizabeth, anamkuta na mimba ya miezi mingapi? 5. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana Wakati anakwenda kumkuta na mimba ya miezi 5, akakaa miezi 3. Alipokaa miezi 3 akaondoka. Alipokuwa anaondoka, sio ameondoka yeye, ila Yusufu sasa ndo anamfuata Bikira Mariamu kule kwa Elizabeth. Haleluya. Wakati anamfuata akawa anamuondoa kumrudisha huku, ndo inaitwa sensa. Haleluya. Mfalme anatangaza nini? Sensa. Watu wapate kuhesabiwa, kila mtu arudi nyumbani kwao ili afanye nini? Ahesabiwe. Haleluya. Biblia zingine zinasema kwamba Yesu au Bikira Maria alikosa sehemu ya kwenda kulala, kwamba kila nyumba alikuwa kigonga watu hawakumpokea. Kwa sababu gani? Walikuwa hawamfahamu. Nikuulize swali, hivi kuna mtu ambaye alikuwa ni maarufu kama Bikira Maria kwa kipindi kile? Kwa sababu kila mmoja alikuwa anataka kumuona na kumjua huyu Bikira Maria ni wa namna gani, ambaye inasemekana amepata mimba bila kukaribiana na mwanaume. Haleluya. Kwa hiyo anakwenda, anafika pale, ni wapi panaitwa? Wakati Yesu anazaliwa amezaliwa wapi? Wapi? Watu hawajiamini hao. Wapi? Amezaliwa wapi? Bethlehem ya Uyahudi. Kwa sababu Bikira Maria wakati wako na Yusufu wamekosa mahali pa kujihifadhi, na tayari uchungu umeshamshika Bikira Maria. Haleluya. Wakati uchungu umemshika Bikira Maria, wanaanza sasa kuhangaika huyu mtu aweze kupata mtoto. Yusufu, kwa historia, Yusufu aliondoka kwenda kuwafuata wakunga au wazalisha waje wamsaidie kuzaa au kujifungua mtoto. Haleluya. Haleluya. Lakini wakati wanatoka huko na huku kutafuta hao manesi, Bikira Maria akawa tayari ameshapata mtoto kwenye holi ya kulazia ng'ombe au ya kulishia ng'ombe. Haleluya. Manake wokovu ndipo ulipozaliwa. Haleluya. Haleluya. Maana yake kiboko ya dhambi ndiyo ikawa imefanyaje? Imezaliwa. Maana yake urejesho ukawa umefanyaje? Umezaliwa. Ndipo kitabu cha Yohana ile sura ya 3:16 inasemaje?
jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee. Kulikuwa na kufa. Tunakufa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nini? Yesu yeye anasemaje? Mkiwa ndani ya Yesu hata ujapokufa utafanyaje? Maana yake Biblia inasema kwamba wale wamwaminio watafanyaje? Haleluya, haleluya. Hii ni shule ngumu Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Maana yake alipenda hivyo hivyo, pamoja na uzinzi wako Mungu alikupenda. Kwa nini? Kwa sababu anajua kujio wa Yesu utaacha uzinzi. Haleluya. Kuzaliwa kwa Yesu kulikuja kuiondoa dhambi ya mwanadamu na kumrudisha mwanadamu kwenye uhalisia wa kwanza alivyokuwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa ndipo anaposema Yohana, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Maana yake hatuwezi kuendelea kupotea tena katika ulevi. Kama Yesu akizaliwa ndani ya moyo wako, akizaliwa kwenye maisha yako, kama ulikuwa ni mlevi, lazima ulevi uache. Najua bado hujaelewa. Kama ulikuwa ni hodari wa kuchukua waume na wake za watu, lazima hiyo tabia utaiacha. Hawajaelewa hawa watu. Kama ulikuwa ni hodari wa kuiba, ya kuiba waume za watu, Yesu akizaliwa kwenye maisha yako, utaachana na waume za watu na Mungu atakupa mume wako kwa jina la Yesu. Haleluya. Kama ulikuwa na tabia za kuiba wake za watu, Yesu akazaliwa ndani ya maisha yako au ndani ya moyo wako, wewe utageuzwa, utabadilika kutoka mzinzi, mwizi wa wake za watu na kuwa mtakatifu. Haleluya. Maana yake mwanadamu ama mtu anarudishwa kwenye asili yake ya utakatifu kama Mungu alivyokuwa mtakatifu. Si umeiacha dhambi? Ukiacha dhambi unakuwa nani? Ndio Yesu alivyozaliwa, au mpango wa Mungu wa kumleta Kristo kwenye maisha ya mwanadamu. Haleluya, haleluya. Kwa Yesu hajazaliwa ili wewe uendelee kubaki mlevi, hajazaliwa ili wewe uendelee kubaki mzinzi. Yesu amezaliwa ili upate kubadilika kwa jina la Yesu. Uachane na masengenyo, uanze kupiga injili kwa jina la Yesu. Uachane na unabii wa kiongo, uanze kutoa unabii wa kiungu kwa jina la Yesu. Watu lazima wabadilike, tutoke kwenye kuamini vitu vya kibinadamu na tuanze kumwamini Mungu kwa jina la Yesu. Unajua, jana nikakwambia kwamba watu wanapokea kuzaliwa kwa Yesu wakiwa baa. Walevi jana wapo, na kuna wengine wameaga majumbani mwao, wanakwenda kumpokea Yesu, alafu akaenda kumpokelea guest. Mnamsubiria Yesu guest? Huyu Yesu anazaliwa kweli? Anazaliwa? Yesu ni lazima asaliwe kwenye maisha ya watu wa EAGT Mbande Kisewe ili tupate kumuona kwa jina la Yesu. Maana yake tuanze kutembea tukiwa tumejaa utukufu, tumejaa utakatifu, ili fike mahali tukisema Bwana, na dunia iamini kwamba hapa Mungu anaongea. Lakini leo hii my dear, ukiongea unasema huyu si Danieli, huyu si ule, huyu si fulani.
Kama Mafarisayo walimwambiaje Yesu? Huyu sio mwana wa Yusufu yule fundi seremala. Lakini kwa ishara na kazi zake wao wenyewe wakasema kweli huyu ni nani? Huyu ni nani? Huyu ni nani? Kwani Yesu yeye alijitambulisha kwamba mimi ndiye mwana wa Mungu? Mimi ndiye nani? Ila kwa kazi zake, kwa maisha yake wakapata kumjua kwamba huyu ndiye nani? Kristo. Wewe tutakujuaje kama ni Mkristo? Au mpaka useme haki ya Mungu mimi Mkristo kama Waislamu? Wallahi mimi Muislamu. Wewe hatuhitaji kukujua kwa sababu ya wallahi, tunahitaji kukujua kwa sababu ya maisha yako. Haleluya. Hatuhitaji kukujua kwamba wewe ni Mkristo kwa sababu unachukua Biblia unakuja kanisani. Tunahitaji kujua wewe ni Mkristo kwa sababu ya maisha yako, kwa sababu ya utakatifu wako. Kuzaliwa kwa Yesu kukabadilisha historia ya maisha yako kwa jina la Yesu. Kukabadilisha tabia yako kwa jina la Yesu. Kukabadilisha mtazamo wako kwa jina la Yesu. Kubadilisha mawazo yako kwa jina la Yesu. Yesu akazaliwe kwenye moyo wako kwa jina la Yesu. Tuache tabia za ajabu my dear. Tusisingizie makoti haya kwamba umepiga koti ili basi wewe ni mchungaji, ni mchungaji. Hapana. Tunahitaji kuona utakatifu kwenye maisha yako. Haleluya. Haleluya. My dear, kuimba na kudensi hapa hakutufanyi sisi tukaamini kwamba wewe Bwana wewe ni mtakatifu. Tunahitaji tuone maisha yako unayoyaishi, mifumo yako unayoendana nayo. Haleluya. Sikiliza, unaweza ukawa unajua mistari kama shetani. Shetani anajua Biblia. Unaweza ukajua mistari ya kwenye Biblia kama shetani, lakini bado matendo yako kama yeye shetani. Haleluya. Kwa hiyo hakutushawishi sisi kuamini kwamba lile jamaa limeokoka. Tunahitaji Yesu azaliwe kwenye maisha ya watu, na tukikuona tuseme kwamba huyu ni Mkristo. Bado watu hawajaelewa. Huko nyumbani kwenu na mitaani kwenu sijui watu wanakusemaje. Mimi sijui. Siku moja Yesu amekaa na wanafunzi wake, akawa challenge. Kaweza, oya, huko mtaani wanasema kwamba mimi ni nani? Yesu anawa challenge. Huko mtaani wanasema mimi? Wanataka wajue. Wanamjua kama mlevi wa kawaida? Wanamjua kama yule plays anayeruka pale alafu mwisho wa siku anaruka na watu? Mimi sijui. Haleluya. Wanakujua kama nani? Yesu anatafuta watu wanamjua vipi? Sijui wewe wanakujuaje. Ukiruka hivi kuna mtu mmoja anasema huyu. Haleluya. Peter. Yesu hajasema watu. Haleluya. Yesu kawageukia wanafunzi wake. Huko mtaani wanasema mimi ni nani? Mtu mmoja sijui kama alikuwa ananyosha vidole au alikuwa anaongea. Jamani, walikuwa ananyosha vidole anasema jibu wewe. Sijui. Ila Petro akasemaje? Watu wanasema sio Petro. Watu wakasema kwamba huko mtaani wanasema wewe ni Elia, wengine ni Yohana, wengine sijui ni nani, wengine ni nabii. Yesu akawageukia wanafunzi wake akawauliza, "Je, ninyi mwasema mimi ni nani?" Haleluya. Petro akasema, "Wewe ndiwe nani? Wewe ndiwe nani? Mwana wa nani? Mwana wa nani?" Yesu akazaliwe kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Yesu akazaliwe kwenye kazi yako kwa jina la Yesu. Yesu azaliwe kwenye mahusiano yako kwa jina la Yesu. Akazaliwe kwenye ndoa yako kwa jina la Yesu. Azaliwe kwenye huduma yako kwa jina la Yesu. Azaliwe EAGT Mbande Kisewe kwa jina la Yesu. Yesu azaliwe na kazi yako kwa jina la Yesu. Akazaliwe na ndoa za mabinti ambao hawajaolewa wapate waume kwa jina la Yesu. Akazaliwe na ndoa za vijana ambao hawajaoa wakaoe kwa jina la Yesu. Akazaliwe na watoto ambao kina mama walioomba kwa muda mrefu wakapakate vichanga kwa
jina la Yesu. Yesu akazaliwe na amani ya Tanzania. Yesu akazaliwe na mshikamano wa Tanzania. Yesu akazaliwe na umoja wa kanisa. Yesu akazaliwe na umoja wa kina mama wa EAGT Mbande Kisewe. Yesu akazaliwe na umoja wa kina baba wa EAGT Mbande Kisewe. Yesu azaliwe kwa vijana wa EAGT Mbande Kisewe. Yesu akazaliwe kwa majirani zako kwa jina la Yesu. Kesho watu wakuone waseme huyu ni Mkristo na Yesu amezaliwa ndani yake kwa jina la Yesu. Mungu awabariki sana. Amina. Makofi mengi sana kwa mwinjilisti. Ongeza makofi mengine mengi sana kwa mtumishi wa Mungu. Huyu anaitwa Moses. Bwana Yesu asifiwe sana. Katapila. Haleluya. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu Moses kwa huduma nzuri kabisa. Unasikia Christmas imekaa vizuri Piga makofi tena, mshangilie Yesu kwa makofi mengi sana. Amen. Basi Mungu atubariki sana. Ibada yetu imefika mwisho. Leo ni sikukuu, kwa hiyo tunataka tupate muda. Inawezekana una wageni nyumbani.